Barua ya kocha namba 158, kimbia mbio zako mwenyewe, acha kujilinganisha, acha kukimbizana, simama kwenye mstari wako. Rafiki yangu mpendwa, maisha ni mbio za muda mrefu. Ni mbio, kila mmoja anakimbia mbio, lakini kwa bahati mbaya sana watu wengi wamechagua kukimbia mbio za wengine au kukimbizana na wengine. Na hili ndio lilikuwa linafanya safari ya inakuwa ni ngumu, na hata mtu akifanikiwa bado anakuwa hajafanikiwa. Najua utakuchanganya, lakini sikize kwa makini. Nafikiri ni kuna nukuu moja huwa inazungumzia kuhusu ushindani hasa kwenye elimu, wakisema kwamba mfumo wa elimu ni kama mtu anachukua samaki, anachukua nyani, anachukua ndege, anachukua tembo, alafu anawaambia atakaweza kupanda kwenye huo mti hapo ndio mwenye akili. Sasa katika hali ya kawaida naye ataweza kupanda mti kwa urahisi, ndege, nyani, si ndio? Tembo, samaki, hiyo shughuli ni ngumu sana kwao. Lakini ukimchukua huyo tembo, ukimchukua huyo ndege ukampeleka kwenye maji, hawezi kuishi, si ndio? Ukimchukua huyo nyani ukampeleka kwenye mazingira magumu, hawezi kuishi kama tembo. Kwa hiyo maana yake kila mtu kuna kitu anaweza akakifanya ambacho watu wengine hawezi kufanya, na hicho kitu ndio kibeba mafanikio yake makubwa. Lakini kwa bahati mbaya sana watu wengi hawapati kulijua hilo, wanapoteza maisha yao wakikimbizana na vitu ambavyo haviwafai kabisa wao. Kwa kwenye barua hii nimesha mambo ya msingi sana kuhusiana na safari ya mafanikio na kuhusu kimbia mbio zako mwenyewe kama ifuatavyo. Namba 1, usipime maendeleo yako kwa kasi ya wengine. Nilivyosema hapo, kila mtu kuna kitu anacho, kila mtu kuna uwezo anao, kila mtu kuna utofauti fulani anao. Ukipima maendeleo yako kwa kasi ya wengine unachelewa, kwa sababu namba 1, unaweza kaona labda unakimbia sana kwa sababu wengine wanakimbia taratibu, kumbe mbio zao ni tofauti, au kajiona uko nyuma wakati wanachokimbilia wengine sio sahihi kwako. Kwa hiyo usijaribu sana kabisa kufanya hilo. Namba 2, ukibadilisha mkakati kwa sababu ya wengine unapoteza msimamo. Unapaswa kuwa na mkakati kwenye maisha. Haiwezekani uone watu wengine wanafanya kitu fulani na unabadilika hapo unafanya kitu hicho. Wakibadilika tena na unabadilika tena. Ukibadilika tena hauwezi kufanya makubwa. Jua unachokitaka, jua uimara wako, weka mkakati wako, fanyia kazi. Kila mkakati unafanya kazi kama utafanywa kazi. Mara nyingi tunaona mikakati ifanye kazi sababu tunaibadilisha sana, tunabadilisha haraka. Tunapelekwa na kama bendera fata upepo. Kuna wengine wanabadilika, ndio maana mikakati haifanyi kazi. Lakini mkakati wowote ambao umeupanga na kufanyia kazi kwa muda mrefu utaleta matokeo. Namba 3, mpinzani wako wa kweli ni wewe wa jana. Kama kuna mtu unataka kushindana naye, shindana na wewe wa jana. Kila siku jiambie, nimekuwa bora wapi leo kuliko jana. Sasa ni ujuzi gani nimeongeza leo ambao sikuwa nao jana? Ni ndio gani ambao nimeimarisha leo ambao sikuwa nao jana? Ni hatua gani ambayo nimechukua leo ambayo jana sikuichukua, niliahirisha? Ni nini cha ziada nimefanya leo ambacho sikufanya jana? Wewe hivyo tu, una maana ukiendelea hata kama ni hatua ndogo ndogo, lakini kila siku unakuwa bora kuliko siku iliyopita, lazima utafanikiwa, utafika mbali zaidi kuliko kujilinganisha na wengine. Sababu wengine wengi hakuna hata mahali wanaenda, hakuna mambo wanayofanya. Kujilinganisha nao unaweza kujidhika kama labda unafanya makubwa, kumbe haufikii ule uwezo wako ambao uko ndani. Kwa hiyo ukitafikia uwezo wako wa ndani, kila siku hakikisha unakuwa bora kuliko ulivyokuwa siku iliyopita. Hivyo tu basi inakutosha kufanya makubwa. Namba 4, wengine wanaweza kukimbia mbio fupi, wewe umepangiwa mbio ndefu. Hizi mbio baya maisha ni kama ni mbio. Na mwenzako angalia mbio, ukiona wale wanakimbia mbio fupi baba za mbio 100, mita 100, watu wanaanza kwa kasi, ndio? Sababu ni muda mfupi. Lakini watu wakimbia marathon kilomita 21, kilomita 40 na ngapi huko, watakimbiaje? Anaanza kidogo, anaendelea kuongeza kasi ile inakwenda. Sasa wewe unakimbizana na watu ambao wanakimbia mita 100 hapa na pale anafika. Wewe unafika mbali zaidi. Unataka kukimbia kama wao. Autoboy, utapotea, utajipoteza, utajizuia, utachoka haraka, afu utakosa mbio zako. Namba 5, ulinzi wa maono yako ni wajibu wako. Linda maono yako. Watu wakuimbisha sana, watu watakutoa huko, watakupeleka kule. Kama unataka kujenga kitu kikubwa, linda maono yako, baki kwenye njia yako. Namba 6, ushindi wa kweli ni kuwa mwaminifu kwenye njia yako. Unaweza kukimbizana sana alafu kafika, nasemaga play stupid game, win stupid prizes. Cheza michezo ya kijinga, shinda zawadi za kijinga.
maisha wengine ndio yako hivyo. Unadhani mafanikio ni kitu fulani, unapambana afu ukiyapata visa, sasa mbona hata mafanikio yenyewe sio? Mbona sifurahi mafanikio? Mbona sioni kitu cha tofauti? Kwa sababu ulikuwa uja mwaminifu kwenye njia yako, upita njia ya watu wengine, na hilo linakukwamisha. Rafiki, enda kwenye Tanzania Skills Academy, ingia kwenye newsletter, enda kwenye barua za kocha. Soma barua ya 158. Itabadilika sana maisha yako. Itakupa mafanikio ya hakika. Na itakuondoa kwenye pressure ya kutaka kuiga au kufanana na wengine. Isome barua hii, ifanyie kazi na ufikie mafanikio makubwa. Asante sana.